Hapa tupo kwenye eneo la kihistoria ambalo lilitumiwa na jeshi la Mjerumani kipindi cha utawala wa Kijerumani. Eneo hili linaitwa Fort Ikoma, liko ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti. Hapa Fort Ikoma ndo makao makuu ya hifadhi, lakini makao makuu nyingine ya hifadhi iko Seronera. Tunapokuja kwenye swala zima la historia ya eneo hili, kabla ya kupata uhuru, eneo hili hapa lilikuwa linatumiwa na Mjerumani kama eneo lake la kambi ya jeshi. Kwa hiyo tukiangalia hapa nyuma, hili ni jengo ambalo lilikuwa ndo jengo la siri, ambalo jengo hili la siri lilikuwa linalindwa na jeshi, ambapo ukiangalia hapa nyuma yangu kuna ngazi huku chini, ambazo hizi ngazi huku chini kulikuwa kuna handaki. Hiyo handaki ilikuwa ni kwa ajili ya wanajeshi kusafiri kutoka kwenye eneo hili endapo watatekwa, bali waende kujilindia kutokea kwenye eneo jingine. Kwa hiyo hii handaki inaenda umbali mrefu sana. Lakini tukiangalia mbele yetu kuna majengo ambayo yamezingira eneo hili. Kwa hiyo wanajeshi walikuwa wanakaa hapa ambao ni viongozi. Lakini nje tutaenda kuona wale wafanyakazi wengine wa kawaida. Hili eneo liko juu karibisa ya mlima, kwa sababu alikuwa ametarget kuwa anawaona maadui. Hata aliyekuwa ametawala kipindi hicho alikuwa anajilinda vya kutosha. Ndio maana alijenga ngome hizi juu ya eneo ili wanajeshi wao wanaweza kuona mbali sana. Kwa hiyo huko tutakwenda kuona ni majengo ya utawala, tutaenda kuona majengo ya mkuu wa jeshi aliyekuwepo kwa wakati ule, lakini pia tutaenda kuona maeneo ambayo wanajeshi walikuwa wanayatumia kama observation point, yani eneo ambalo mwanajeshi anakaa juu, mwanajeshi wa zamu kuangalia usalama. Hapa tutaenda kuona eneo ambalo magari yalipokuwa yanafika, kuna roundabout hapa humu ndani ambayo walikuwa ndo turning point na ndo sehemu ya makutano ya jioni kwa ajili ya mrejesho. Kwa hiyo hili eneo lina historia kubwa sana. Humo ndani tutaenda kuona maeneo ambayo walikuwa wanatumia kama sehemu ya chakula, kama sehemu ya mapumziko, lakini nyuma tutaenda kuona sehemu ya swimming pool, majeshi walikuwa wanatumia kama sehemu ya kupumzikia baada ya kutoka vitani. Utawala. Kuanzia miaka ya 1910 na kabla ya vita ya kwanza ya dunia ilikuwa chini ya utawala wa Mjerumani. Tutaenda kuzunguka kwenye hili jengo, tutaona ni namna gani risasi zilikuwa zinapigwa. Kwa hiyo tukiangalia hapa hili jengo, tunaona risasi zimepiga hapa. Ni kipindi hicho jeshi la Mjerumani linaondolewa hapa. Kwa hiyo ndio maana risasi zilikuwa zinakuja zinagonga hapa. Kwa hiyo ndio maana nasema aliondolewa kwa nguvu kubwa sana Mjerumani. Alikuwa hataki kutoka kwenye hili eneo. Kwa hiyo kama unavyoona kule juu pia kwenye ule uwazi walikuwa wanapiga risasi, ndio maana pakachakaa namna ile. Anapiga kulenga kule ndani ili kumzuia anayepiga kutokea kule. Ukiona haya majengo, tukiangalia hapa upande huu hapa lilikuwa ni eneo la utawala, majengo ya utawala. Lakini pale ilikuwa ni jengo la kiongozi mkubwa, lakini hapa tukiangalia hapa lilikuwa ni eneo pia la observation point, yani eneo la mwanajeshi wa zamu kwenda kuangalia upande wa kaskazini. Ndio maana kuna ngazi pale za chuma alikuwa anapanda anakaa kule juu. Lakini pia kule nyuma tunaona nyingine iko juu, ni eneo la observation point ambayo alikuwa anaangalia upande wa kusini. Kwa hiyo majeshi yalikuwa yamejipanga vizuri. Kwa hiyo Mjerumani kutoka kwenye eneo hili ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia kule ndani tutaenda kuona kuna maeneo ambao walikuwa wanatunzia silaha, maeneo ambao walikuwa wanatunzia mali ambazo wanazipata. Hiki hapa kilikuwa ndio chumba cha kutunzia silaha. Hapa ni eneo la jikoni. Kule ni jikoni, hapa ni meza, sehemu ya kulia chakula. Wanajeshi walikuwa wanatumia kulia chakula maeneo haya. Lakini tukienda huku kuna vitu vingine tofauti. Kwa hiyo mtu anayeserve chakula alikuwa anakaa hapa. Alafu wanaopokea chakula wanakuja eneo hili. Lakini huku sasa, huku ndani walikuwa wanalitumia kama eneo la observation point. Mwanajeshi wa zamu anayelinda eneo la upande wa kusini
alikuwa anapita mlango huu hapa, anapanda kule juu. Halafu hizo wavu walikuwa wanazitumia kama sehemu ya kuangalizia, unaangalia huko. 97 ndo TANAPA tukaingia hapa. Yaani 97. Ambapo kabla ya 97 kurudi hapo nyuma, eneo lilikuwa liko chini ya jeshi. Baada ya Nyerere kwa tumepata uhuru. Tumepata uhuru mwaka 1961. Ni moja ya vivutio vikubwa sana vinavyopatikana ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ambapo wito wangu mkubwa kwa wananchi wa Tanzania ni waweze kufika kwenye maeneo haya na wajue historia. Na kwa sababu wajue, kwa nini wajue historia? Ni ili waweze kuwa na wadau wazuri wa kuilinda nchi. Sio kulinda tu hifadhi. Unapolinda hifadhi unakuwa umeilinda nchi. Na ili uweze kulinda usalama wa nchi lazima ujue maeneo ya msingi ya usalama wa nchi yako. Ilikuwaje? Kwa nini watu walikuwa wanapambania maeneo haya? Kwa nini watu walikuwa wanakaa na majeshi kwenye haya maeneo? Kwa hiyo pia ili vijana wa chini na wazee na watu wote wa Tanzania waweze kulinda maeneo haya, lazima muyajue. Watu na wakaribisha hifadhi za taifa Serengeti waje waone historia na waweze kuwa walinzi wakubwa. Kulinda sio lazima ushike silaha. Kulinda ni kutumia akili kwa sasa hivi. Kwa hiyo na wakaribisheni Serengeti, hifadhi ya taifa Serengeti, waje watalii lakini pia wajifunze namna bora ya kulinda nchi yao, kwa sababu nchi yao ina utajiri mkubwa sana. Tukiweza kulinda nchi yetu sisi wenyewe tutaweza kujiinua, lakini tukisubiri mtu mwingine atulindie nchi yetu au atulindie rasilimali zetu, huyo hatakuwa mlinzi mzuri, bali atakuwa ni mlinzi wa kuchukua kupeleka kwenye taifa lake. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tuna jukumu kubwa sana la kuitetea nchi yetu kwa sababu ina rasilimali nyingi, ina utajiri mkubwa. Asante. Kwa majina ninaitwa Madam Meina Chacha. Ninatokea shule ya msingi ya Nyamai iliyoko Mugumu Serengeti. Tupo hapa katika hifadhi ya taifa, hususan katika ile eneo la Fort Ikoma, na tumewaleta wanafunzi kutalii na kuangalia wanyama na vitu vingine na vivutio vingine vingi vya utalii. Na lengo letu kufanya hivi, kuwaleta wakiwa bado wadogo, ni kuwafanya wapende kwanza hifadhi zetu za taifa. Sisi kama watalii wa ndani, sio kila siku tunakaa tunaangalia kwenye ma-TV na vitu kama hivyo, ila tumewaleta, afu kuna wengine wakishapenda hizi kazi watatamani kufanya kazi katika hifadhi wanapokuwa wakubwa. Ndio maana tumewaleta mapema ili wapate kujifunza, pia kwa ajili ya enjoyment, pia kwa ajili ya elimu kwa ujumla. Jina langu ni Georgina Musa Ibrahim. Nasoma shule ya Nyamai Primary School. Nimefurahi tumekuja kutalii kuangalia wanyama na hifadhi ya wanyama. Nimejifunza kuhusu wanyama tuliowaangalia kama vile tembo. Kwa majina ninaitwa Abdul Karim Lajabu Hamisi. Ninatoka shule yetu inaitwa Inyamai Primary School. Leo nimefurahi kuona wanyama mbalimbali kama nyani, mbuni, pundamilia. Nashauri na wenzangu walio wako nyumbani na wenyewe waje kuviona.